Hopo kwa poa mtazamaji wa Sports Fact TV, usisahau kulike na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Nafikiri umewahi kujiuliza wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara wanaishi maisha gani nje ya uwanja. Lakini je, ni kweli kwamba wanaendesha magari makali ya kifahari na kumiliki majumba ya kifahari? Lakini pia vipi kuhusu mishahara yao ambayo wanapata? Lakini vipi kuhusu tajiri wao kwa mastaa hawa ambao wanacheza kunako ligi ambayo inaendelea kupanda hadhi na ushindani kila siku, tukiona pesa nyingi zikimwagwa kwenye usajili, lakini pia bajeti za vilabu vikiendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Kwa mfano kitazama kwa vilabu kama Simba, Yanga, Azam FC, Singida Black Stars, usajili vimekuwa vikifanya wa viwango vikubwa, lakini pia wachezaji wakiwa wanaongeza mikataba. Tumekuwa tukisikia dili nono zaidi zikitajwa. Lakini vipi wachezaji maisha yao yakoje? Leo nimekusogezea story fupi kuhusiana na utajiri wa wachezaji wanaomiliki magari makali, wanaomiliki majumba makali ya kifahari hapa nchini, licha kuwa wanacheza kwenye vilabu, wengine pia wakiwa tayari wametoka kwenye vilabu vikubwa na kwenda kwenye vilabu vidogo, lakini wanatajwa kuwa ni wawekezaji wakubwa zaidi kwa hivi sasa. Sehemu ya kwanza ni mishahara yao ikoje. Kwa sasa soka la Tanzania limekuwa sana. Wachezaji wa juu kutoka klabu kubwa kama Simba, Yanga, Azam wanalipa mishahara mikubwa. Baadhi ya mastaa wanachukua hadi mamilioni ya pesa. Ukiangalia kunako kikosi cha Dar es Salaam Africans, Clement Mzize miongoni mwa wachezaji ambao wanalipwa zaidi ya milioni 30, Pacome Zouzoua zaidi ya milioni 22, Prince Dube akikunja zaidi ya milioni 19. Lakini ukitazama kwa upande wa Simba, mchezaji kama Clatous Chota Chama anakunja zaidi ya milioni 25, lakini Elie Mpanzu Kibisawala Volcano akikunja zaidi ya mamilioni ya pesa. Kuna wachezaji ambao hawataji sana kama Shomari Kapombe, lakini pia wachezaji kama Roshan The Rock ambao wanaendelea pia kukunja mamilioni ya pesa. Lakini pia wachezaji hao wamekuwa kimiliki mishahara mikubwa na magari makubwa zaidi. Magari ya kifahari kama Toyota Land Cruiser, Range Rover, Mercedes Benz, lakini pia Mercedes G-Wagon ni miongoni mwa magari ya kifahari ambayo yamekuwa yakionekana kwa wachezaji hao. Kwa mfano tu, wakati anaondoka Stefano Aziz Ki, miongoni mwa mchezaji ambaye alimiliki gari kubwa la kifahari G-Wagon Mercedes, ambayo ilikuwa ni sehemu pia mkataba wake na kikosi cha Dar es Salaam Africans. Lakini pia Khalid Aucho ni miongoni mwa washambuliaji, ni miongoni mwa viungo ambao wako Singida Black Stars, lakini wamekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanamiliki magari makali zaidi yaliyoko kule nchini Uganda. Lakini pia majengo ya kifahari ambayo amekuwa akiyamiliki. Lakini pia wachezaji kama Clement Mzize, Mohamed Hussein Zimbwe, lakini pia Pasco Msindo, wachezaji kama Khalid Aucho, lakini pia wachezaji kama Pacome Zouzoua, miongoni mwa wachezaji ambao wanaendelea kumiliki magari ya kifahari zaidi hapa nchini, na wakimiliki pia biashara nyingi zaidi, ikiwemo wachezaji wazawa ambao wameendelea pia kujikita na biashara nyingi. Mfano Mohamed Hussein Zimbwe Junior ni miongoni mwa watu ambao wanaendelea kumiliki maduka ya nguo yakijulikana kama M15 Clothes, lakini pia channel YouTube yake ya M15 TV. Lakini pia ni miongoni mwa watu ambao wanajihusisha na biashara mbalimbali za nguo, perfume na vitu vingine vya kifahari na mijengo ya kifahari zaidi, ambayo Mohamed Hussein ameipata ongezeko la mshahara wakati anatoka kunako klabu ya Simba kuelekea Yanga. Inatajwa pia ni miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo Mohamed Hussein Zimbwe Junior ameyapata kwa mwaka huu 2025-26. Lakini pia Clement Mzize, moja ya vijana ambao wanapiganiwa na vilabu vingi sana nje ya mipaka ya Tanzania. Ongezeko la mshahara wake linafuatia kuongeza mkataba hivi majuzi tu na klabu yake ya Yanga. Kunako klabu ya Simba, Elie Mpanzu Kibisawala anataja pia kukunja mshahara mrefu zaidi kutokana na kufanya updation ya mkataba wake wa miaka 2, na hii imekuwa ni sehemu ya wachezaji kupiga pesa ndefu, kwani signing fees zimekuwa zikiwabeba kwa kiasi kikubwa zaidi kwenye swala hilo.
Lakini kuna malejendari ambao wametoka kwenye vilabu hivi na wamekuwa na mafanikio makubwa sana nje ya uwanja, nikimaanisha masuala mazima ya kumiliki pesa na mali kubwa. Mfano John Lafayette Boko, miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuwa na uchumi mzuri zaidi, kwani amepita kwenye klabu kama Azam, amekuja Simba na amekuwa na mikataba minono zaidi ndani ya klabu hii na kiongoza Simba mafanikio makubwa. Lakini pia mchezaji kama Erasto Nyoni, mmoja wa wachezaji ambao wamepata mafanikio makubwa sana akiwa na klabu ya Azam, lakini pia akiwa na klabu ya Simba na hivi sasa akitimkia Namungo kule. Anatajwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana mafanikio makubwa sana ya kipesa mpaka hivi sasa. Lakini Kevin Yondan, mmoja mabeki kisiki kweli kweli kuwahi kutokea kwenye soka la Tanzania, miongoni mwa wachezaji ambao wamepita kwenye vilabu vikubwa hivi Simba, Yanga, na anatajwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa ni wamiliki wa magari ya kifahari Toyota Prado ambayo alimiliki ya kifahari zaidi. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wameendelea kuwa na kiwango kizuri. Lakini yupo mchezaji ambaye hataji sana, Faridi Msa, miongoni mwa wachezaji ambao walipata nafasi ya kwenda kucheza Tenerife pale nchini Hispania na kurejea Tanzania. Yupo ndani ya klabu ya Yanga, hataji sana, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wana pesa ndefu zaidi kwa wachezaji wazawa ndani ya soka hili la Tanzania. Kibu Dennis Prosper, miongoni mwa wachezaji ambao wamepita na klabu ya Simba, amekuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye ana pesa ndefu zaidi. Signing fees aliyosaini na kikosi cha Al Nassr ya pale nchini Libya inatajwa pia ni miongoni mwa pesa ndefu ambao ameikunja pia kwa mwaka huu. Ingawa tunaona maisha kifahari mitandaoni, kila mchezaji ana utajiri mkubwa, lakini ni wachache ambao wana uwezo wa kuyaanika maisha yao hadharani zaidi. Kwa ufupi, soka la Tanzania sasa limekuwa kwa kiasi kikubwa njia halisi ya mafanikio inaonekana kwa wachezaji, na wanapata pesa, wanajenga maisha yao na kuishi kwenye ndoto zao. Swali kubwa, je, nani anadhani ndiye mchezaji tajiri zaidi kwa sasa hapa nchini, ukiwatoa kina Mbwana Samata ambao anacheza soka la kulipwa nje na wengine? Hebu usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye content zaidi za soka la bongo, msikilizaji na mtazamaji.